nahisi kwa sasa kwa timu ya Mbeya City wanaweza wakawa sasa wanatumia vizuri, hawafanyi sabotage kwenye mifumo yao ya fedha. Unajua kuna wachezaji ukiwanunua unatengeneza mazingira makubwa ya kwamba matumizi yako ya pesa ambayo umeyatumia yanakuwa ni kwa mchezaji sahihi. Unapozungumza unamtaja Ismail Aziz Kada, ni viungo wa pembeni viberenge sana ambao wana uwezo wa kuisaidia timu. Unaangalia kitu kimoja kwenye timu ya Mbeya City, kwa matumizi mengi ya timu ya Mbeya City ilivyokuwa msimu huu, walikuwa hawatumii sana mawinga wa pembeni, hususan wakati wanaanza msimu na wakati wanakwenda kumalizia. Ukiacha peke yake mtu mmoja anaitwa Mwani Tobias ambaye kwenye mechi nyingi ndio alionekana kama ni winga wa pembeni ambaye ana uwezo wa kufanya lance, akakimbia na akaisaidia zaidi timu especially kwenye kutafuta magoli. Kidogo alikuwa anaonekana hivyo, lakini ukijaribu kutazama kwenye ule ukweli ama ule uhalisia, walikuwa hawatumii zaidi kwenye eneo hilo la fullbacks, no, kwa maana wings. Walikuwa wanatumia zaidi viungo katikati hapa, kina Diliboa, kina Hija, kwenda kumtafuta Hassan Durunga, kina Lifat na Eliud Ambokile aliyokuepo kwenye kikosi. Sasa huyu mchezaji anakuja kuadi nini kwenye kikosi cha Mbeya City? Of course Mbeya City inahitaji wachezaji ambao tunasema ni advanced playmaker. Mchezaji ambaye ana uwezo wa kutoka na mpira eneo la katikati na akaufikisha kwenye eneo la penalty box kwenye mstatili. Mchezaji ambaye anaweza kaiamua mechi. Decisive player ambao wana uwezo wa kucheza mpira na kuamua jambo fulani. Kwenye timu kwa sasa hivi aliyekuwa anaonekana na uwezo wa kufanya vizuri na akaamua vitu vikaenda, mara kadhaa nilikuwa namtazama kwa sasa alikuwa labda kidogo Tobias. Mwani huyu kidogo alikuwa anaonekana na uwezo wa kufanya hivyo, lakini mtu kama Eliud Ambokile ulikuwa unamuona kwenye nafasi chache tu ambazo timu inahitaji kupata magoli ndio utamuona. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapambana kuhakikisha kwamba timu inapatikana ama timu inapata magoli ambayo atakuja kuifanya timu ipate alama 3. Bahati nzuri Mwalimu Mayanga ameshaiona timu kwamba moja ya weakness ambayo walikuwa nao Mbeya City ni matumizi ya kuwa na winga hatari. Kanuni yao inasema kupiga mpira mbele, lakini matumizi ya mawingo waliokuwa nao hawakuwa na wachezaji wazuri sana. Sasa anapokuja Ismail, manake nini? Anakwenda kutengeneza let's say combination na Mwani. Kama atasalia, of course kuna uwezekano mkubwa anaweza akawepo, manake wanaanza kuongeza nguvu zaidi kupata wachezaji ambao fomu yao itakuwa ni nzuri. Lakini pia unapata wachezaji ambao wana uwezo wa kutengeneza nafasi. Unajua kunakuwa kwenye form, lakini kunakuwa ni mchezaji ambaye you can create a chance. Mpira wa miguu unachezwa kwenye nafasi. Football is the game of chance. Yani mara kadhaa ni mpira wa nafasi. Sasa ukipata wachezaji ambao tunasemaga wanajitazama wao, selfish. Yani mchezaji hataki kuachia mpira kwenye nafasi, mara kadhaa timu inaweza ikawa inapitia difficult moment sana, nyakati ngumu timu inaweza kazipitia sana. Sasa leo hii kwa Mbeya City wanapofanya usajili wa namna hii kumleta Ismail Aziz Kada, maana yake kwangu mimi wananionyesha jambo moja, kwamba moja ya kitu ambacho wamekiona msimu huu cha kutokufunga magoli mengi, wanaanza kuleta wachezaji wengi wanaweza wakalazimisha. Mimi nakili hapa wazi kwamba of course ni kwa sababu ya heshima na historia kubwa ambayo Eliud Ambokile ameifanya ndani ya jiji la Mbeya, especially kwenye kikosi cha Mbeya City. Alifanya makubwa sana na imepita generation ya watu wengi sana pale, lakini yeye amesalia. Namkumbuka baba Paroko Po Nonga, miongoni mwa wachezaji waliopita pale, lakini mara kadhaa yeye amekuwa na timu. Sasa timu hii inahitaji wachezaji ambao wanao uwezo wa kupeleka mashambulizi yenye intensity kubwa, na ndio maana ameanza kusajili. Naenda na itazama Mbeya City na nitaendelea kuitafuta ama kuangalia wachezaji wanaowasajili, na hisi rhythm ya uchezaji wao inakwenda kubadilika msimu unaokuja. Hawatakuwa tena timu inayocheza mpira ambao hawaeleweki. Kuna nyakati Mbeya City ilikuwa inaamua kwamba sasa hivi tunacheza mpira wa kufanya mashambulizi kutokea golini kwenda kwenye timu pinzani. Ulikuwa unaiona timu inapanga mashambulizi na yanaeleweka, kwa sababu ilikuwa na wachezaji ambao wewe
mchezaji aliyeko mbele akikuomba mpira mpelekee tu na anaenda kufanya jambo. Wapo akina Mwegani Hea, Tita, ambao kipindi chao wakati wanacheza ulikuwa akipelekwa mpira unamuona kuna kitu anakwenda ukifanyia kazi. Kwa hiyo kwenye mechi hii ama kwenye usajili huu ambao wanaufanya labda wa Ismail, naweza nikasema kwanza wamempata mchezaji ambaye kwangu mimi alikuwa ni mchezaji ambaye alikuwa kwenye form, current performance yake ilikuwa nzuri, lakini pia ukiacha kuwa kwenye form ni mchezaji ambaye bado pia mission yake na vision yake kama kijana unamuona bado yuko kwenye mapambano. Anatamani kuona mambo yanakwenda vizuri zaidi kwenye taifa, na yeye akiwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri. So kwa usajili huu wanaanza kutibu eneo la pembeni, kwa sababu eneo la namba 7 ama kupata wachezaji namba 7 na namba 11 wazuri Mbeya City ilikuwa linawasumbua. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri katika wachezaji ambao wakati wakiingiza mchezaji